siku mbili wa kimataifa unaoambatana na maadhimisho ya miaka 50 ya jarida la Tanzania la kisayansi umefunguliwa leo jijini Dar es Salaam, huku lengo kubwa likiwa kutoa elimu kwa wadau mbalimbali wa masuala ya kisayansi, huku suala la akili mnemba likigusiwa kuwa moja ya sehemu ambayo wananchi wanapaswa kuelimishwa juu ya matumizi yake ili kuepuka kufanya upotoshaji. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufungua mkutano huo, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Daniel Mushi, akimwakilisha Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda, ameeleza namna ambavyo taasisi za kisayansi zinavyoleta mafanikio makubwa kimataifa. Kumbukizi hii ya miaka 50 ya kuanzisha kwa jono ya sayansi ambayo inaitwa Tanzania Journal of Science, ambayo ilianzishwa mwaka 1975 hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na ambapo kuanzisha kwake kumekuwa na mafanikio mengi, ikiwemo kuwezesha matokeo ya utafiti uliofanywa na watafiti wetu kupata mahali pa kuweza kuyafikisha kwa watumiaji wa matokeo hayo ya utafiti. Na pia jukwaa hilo limeweza kuwa nyenzo muhimu kwa ajili ya kulea wanasayansi wanaochipukia, ambapo wameweza kusambaza au kupublish matokeo yao ya utafiti na hatimaye kuweza kufikia malengo yao katika maisha ya kitaaluma. Tunajua katika zama hizi ambazo kuna mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia, kuna changamoto zinazoendana na mambo kama hayo. Mojawapo ni swala hili la matumizi ya akili unde ambayo tunasema ni artificial intelligence. Kwa hiyo nimeongea na washiriki wa mkutano na nimewahusia haswa wale wanaohusika na kupokea, kuchakata na hatimaye kuona kwamba machapisho yapi ambayo yanaweza yakafaa kwenda kwenye matumizi ya jamii, kuhakikisha kwamba wanakuwa mbele katika kubuni na katika kuwa na uelewa wa matumizi sahihi ya teknolojia hii inaitwa akili unde, ili kukabiliana na changamoto ambayo inaweza ikatokana nayo, ambayo ni machapisho ambayo hayajatokana na utafiti, kujikuta kwamba yamechapishwa kwa sababu tu watafiti wasiokuwa makini wametumia akili unde kutengeneza taarifa na hatimaye kuchapisha, na mwisho wa siku ikaharibu sifa ya jono hii nzuri ya kwetu. Kwa upande wake, mratibu wa mkutano huo Profesa Samora Masius amesema kuwa kongamano hilo limehusisha taasisi za mashirika mbalimbali, huku likihusisha mataifa mengine duniani, likilenga kuona namna ya kutatua changamoto zinazoikabili jamii. Tumekusanyika watu takriban 200 kutoka nchini Tanzania na taasisi mbalimbali nchini Tanzania, private sector na industry, lakini pia tumejumuika na watu wengine kutoka mataifa mengine ya nje. Na dhumuni kuu la kukutana hapa ni kusherehekea miaka 50 ya jono ambayo inaitwa Tanzania Journal of Science, ambayo ilianza mwaka 1975. Kwa tumekutanika kwa ajili ya kusherehekea miaka 50, lakini si kusherehekea tu, tunaangalia mafanikio ambayo tumeyapata kupitia jono hiyo, na pia tunaangalia changamoto mbalimbali ambazo tumezipitia, na tumekutana pia kwa ajili ya kuweka mikakati kwa miaka mingine 50 ijayo huko mbele. Tunatamani kuona kwamba jono hii inatumika kutoa masuluhisho ya changamoto mbalimbali za jamii, kama ambavyo tumekuwa tunafanya miaka 50 iliyopita, lakini tunataka sasa tufanye changamoto, tutoe masuluhisho ya changamoto nyingine kubwa zaidi ambazo ziko katika jamii zetu na hata jamii za kimataifa. Kwa hiyo changamoto, kwa mfano upotevu wa ardhi, upotevu wa bioanuwai, mabadiliko ya tabia ya nchi na changamoto mbalimbali, unaona upungufu wa chakula. Tuna changamoto nyingi sana ambazo tunazo katika jamii zetu. Kwa hiyo tunatamani au tunatarajia kwamba hii jono kupitia utafiti ambao utakuwa unafanyika, halafu jono inatumika kutoa majawabu. Jono itasaidia kwamba masuluhisho ya changamoto mbalimbali ambazo ziko katika jamii, katika mataifa yetu
zitapatikana suluhisho au masuluhisho yatapatikana kwa ajili ya maendeleo endelevu na kuhakikisha kwamba tunapata faida kwa vizazi vya sasa na vizazi vya baadaye. To celebrate 50 years of the Tanzania Journal of Science is to celebrate 5 decades of commitment to scientific inquiry, intellectual rigor, and the steady advancement of knowledge. It is also to honor the many individuals and the academic communities whose dedication has enabled this journal to grow, endure, and remain relevant over time. As the University of Dar es Salaam, we take great pride in this important milestone. Our university has, over the years, remained steadfast in its commitment to teaching, research, innovation, and service to our society. Within that broad mission, science occupies a central place. It is through scientific research that societies deepen understanding, confront complex challenges, generate practical solutions, and build the knowledge base necessary for sustainable national development. Mada kuu inahusu hasa sayansi asilia na tumizi, namna ambavyo zinaweza kusaidia kupata ufumbuzi wa matatizo ya kijamii na maendeleo ya taifa, hasa kwa maendeleo ya viwanda. Kwa hiyo kwa hizi siku mbili ambazo tutakuwa hapa, kutakuwa na mada zitawasilishwa na watafiti mbalimbali na tutajadiliana pia. Tutaongea kuhusu uimara wa kazi zetu na namna mbalimbali za kuboresha, lakini pia kupata suluhisho za changamoto mbalimbali kuhusiana na tafiti ambazo tunazifanya na uhusiano wetu na kutatua changamoto za kitaifa na hata kimataifa. Ambacho nimejifunza leo mpaka sasa kwenye haya maadhimisho ya miaka 50 ya TJS ni kwamba science ni kitu muhimu sana kwenye jamii yetu ya kila siku. Lakini pia kitu ambacho nimejifunza mimi kama mtafiti chipukizi ni kwamba ni muhimu sana kufanya publication, maana TJS moja kwa moja Tanzania Journal of Science inaongelea publication. Ni namna gani kazi yako uliyoifanya inakuwa kwenye maandishi, hata kizazi kinachokuja kiweze kuona ni nini ulifanya na kiweze kufaidika na kile ambacho ulikifanya.